sana viongozi kwa nafasi hii. Asante sana. Asante sana chair. Asante sana makamu na viongozi wote kwa ujumla. Jamani, amina watu wa Mungu. Amen. Somo letu the rise of intercessor. Kitu kama hicho. So pray, tutaomba, tutafunga na tutaomba. Kijana yako mwambie kwa umri wako uliofikia utakiwi kuacha kuomba. Mwambie kwa umri wako uliofikia utakiwi kabisa. Mwambie kwa umri wako uliofikia utakiwi kuacha kuomba. Yaani kuna umri ukishafika utakiwi tena. Tukifanya makadirio hapa, labda mdogo atakuwa na miaka 18. Sijui sana lakini TC kule Arusha Tech kuna mtoto mmoja alikuwa na miaka 16. Alafu yuko chuo. Nimemtiwa mpaka nimemwita last born wa mamenti wote. Ni mdogo ila na umbo kubwa ila miaka 16. Yaani wewe usiwaze, usifikirie mahusiano. Hata wakati wakikufuata lia machozi. Wananalibia hatima yangu. Kwa kuna umri unaweza ukacheza cheza, afu kuna umri sio umri wa kucheza tena. Miaka 5 au miaka kadhaa ijayo utakuwa baba. Utakuwa mama. Kwa utaki tena kucheza cheza. Na tupo kwenye kizazi ambacho kama una Mungu utalia mashoga nyumbani mwako. Utalia wasagaji. Utalia kila aina ya kitu nyumbani mwako. Kama una Mungu utalia hivi. Yaani hauombi tu kwa sababu inakupasa labda wewe ni mhubiri. Unaomba kwa sababu kwa kizazi tulichokuwepo unahitaji sana. Na ninatambua hii ni wiki ya sexual purity. Uwezi kutembea kwenye sexual purity kama una fire. Uwezi. Kwani wanaozini hawajui kuzini zangu? Wote wanajua na ani hakuna sejua mtu anaweza zina izao. Lakini hawezi kutoboa kwa sababu ana fire. Anahitaji fire. Na mimi nakwambia ukweli. Sasa mimi na miaka 27 natimiza 28 huu mwaka. Waga anamwambiaga mnanicheka sawa jamaa mshamba sana. Sijawahi kumbusu mtoto wa mtu sijawahi. Wala kulala naye sijawahi. Nafikiri kwa sababu fire wewe waka. Wewe waka tu. Unajitetea sana. Wewe ni udhaifu wangu hujawaka. Mwambie tena kwa hujawaka baba. Kwani hujui mbinu zote unajua za kujitunza kwamba usio una chati vibaya, usichati kimapenzi. Ila kwa sababu una fire, una chati kimahaba. Niliona pale kwenye frosh. Nilinua mikono juu nikatikisa. Nilizama kabisa. Niliona. Umekosa tu fire. Hujakosa kijinga, ni fire tu. Maadili ya wazazi wako wewe unayajua yote. Wanakusii mwanangu unaenda mosti. Jiepusha na majambazi na wauni wa multi. Wahuni na ile baridi la Mbeya, usitafute joto la mwanadamu yoyote. Tumia sweka tu mwanangu. Ulikuwa usi lakini umekuja hapo umesahau vyote. Kwa sababu fire. Na Biblia inasema ndio nimeshaanza somo. Biblia inasema kwenye Timotheo wa kwanza sura ya 2, mstari wa kwanza mpaka wa 3 inasema kabla ya mambo yote. Kabla ya mahusiano. Kabla ya kuanza semester. Kabla ya mambo yote kabla ya mambo yote. Mungu anataka kwanza sala, dua, na maombezi yafanyike kwa watu. Nikwambie ukweli, kiwango chako cha maombi kitaamua sana kiwango chako cha kuchanua na kuendelea kuchanua.
issue sio kuchanua tu, issue kubwa ni kumaintain kuchanua kwako. Kunahitaji prayer. Mimi nimechagua kabisa kuomba, yani nimechagua kuwa mtu wa prayer, mtu wa maombi kabisa. Yani nimeamua, nimechagua, nimelazimisha mifumo yote itake isitake, mimi nitaomba. Maana amina watu wa Mungu ni haya. Amen. Kwa hiyo maombi ni kuamua kuyaomba. Nikwambia ukweli, usipoomba sasa hivi, kama wewe ni mbaba, ipo siku tu mkeo atakuja atakwambia baby, ile mimba tuliyopata tabu sana kuipata imetoka. Na wewe utasema jamani, Bwana hajapanga. Alafu na mtu kama Oyedepo aliambiwa na mkeo hivyo, baby, basi tu Mungu atakuwa hajapanga nini. Mke wangu, chuma imetoka kutokota hapo. Niambie wife, ile mimba imetoka mbe, haiwezi kutoka mimba yangu. Labda ya daktari. Na baba haitoki. Hao ni watu. Wewe kidogo tunalia. Basi tu ni Mungu alishapanga. Basi tu majira mengine hakuna hicho kitu. Lazima irudi. Nani kaitoa? Kama Mungu hawezi kuchukua nipe mimba yangu. Mungu hawezi kufanya hivyo. Mungu akikupa amekupa. Sasa unahitaji warrior. Na njia mojawapo ya kuwa warrior ni kuamua kuomba. Kwa sababu kabla ya kuwa intercessor, stage ya kwanza ni wewe binafsi kuomba. Yaani kuamua tu kuomba. Waga naambia tu maombi ni kuomba. Maombi sio faida nyingi zipo. Maombi ni kuzungumza Mungu ni hai. Kama utaishia kama utaomba, bado hujaanza kuomba. Wewe unaruka mdako. Amen. Amen. Na in fact nikwambia ukweli, tunaingia kwenye kizazi ambacho hauelewi kwa sababu wewe ni mrembo au hauoe kwa sababu ni HP. Kama mkono wa Mungu wako juu yako umenyongwa. Nikwambia mucha swali. Wiki iliyopita nilikuwa mucha, nikamwambia hivi ni mucha. Haujawahi kuona kuna kabinti kanaolewa mpaka wewe mwenyewe unasema blaza kalogwa hivi. Hajalogwa. Mkono wa Mungu uko juu ya mtu. Wewe umejaa makeup, una fire. Umejaa makeup, una maombi. Kwa sababu huwezi kuwa mama wa hivyo serious. Na kama una maombi utamchiti mmeo. Siku mmeo akwambia naenda kusoma Urusi miaka 2. Sasa bibi unyako. Sasa nimeamua tu nipunguze hisia. Kamata moto. Kamata. Na kama huwezi kuomba sasa hivi, huwezi kujitunza. Na kama huwezi kujitunza, baadaye ukioa utamsumbua mkeo. Tena mkeo ndo kapata ujauzito na madada wengi wa Gen Z hawapendi kujifungua kwa njia za kawaida. Sema nataki mateso, operation chap chap nimalize, sitaki ujinga. Nashona chap chap, operation afu leo utaanza usiku 5 na mkeo kimwili kwa miezi 8. Na wewe unajijua kabisa maisha yako low down hivi. Utachiti. Utachiti. Amua kumtafuta. So, andiko linasema hivyo, andiko letu andiko letu la kwanza, sema. Hilo ni andiko tu la kwanza. Ngoja nikufunulie Timo boy. Timo boy. Bwana nikiwa na senior hapo mmoja. Naitwa Paulo Evaristo. Nimekumbuka. Naitwa Koba, nimeokoka. Nampenda. Na mimi pia nimewahi kusoma kidogo. Nilisoma mambo ya engineer za umeme hizi. Lakini wala sijaitumia hiyo. Cheti kipo tukilakaa. Siishi kwa sababu ya elimu. Ngoja nikusomee. Bro vipi? Baba anasema basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala
na maombezi. Hapa kabla ya mambo yote. Yaani hapo kabla ya mambo yote Mungu anataka sala. Yaani kiufupi anataka maombi, anataka prayer. Kabla ya mambo yote, kabla hujaanza huduma. Anataka prayer. Kuna andiko moja jana Roho Mtakatifu alikuwa ananipigia kelele, ananiambia kitu. Ni Ayubu 38:12. Nasema hivyo andiko. Nasema, "Je, umeamuru asubuhi yako?" Ananiambia kwamba hilo andiko alimaanisha asubuhi yenu ya kukucha. Kuna asubuhi ya maisha ya mtu. Kama sisi hapa tupo kwenye asubuhi bado, tushaingia mchana. Ndio maana unapewa bomu, bado mzazi wako anakutumia viera, bado uko asubuhi. Kianza kuingia mchana, hawakutumia hela, wanataka hela kutoka kwako. Na sometimes hela wanazo, ila tu ni ule tu usumbufu wa mzazi. Mzazi hata ukimpa bubu yako anayefurahia kuliko 10,000 aliyokuwa nayo. Sema kidume changu kimenipa. Toto langu nimeisomesha. Buku nimenipatia. Matunda ya kuzaa wewe. Wanatambaga sana. Mimi mamangu alikuwa tu nikimnunulia kanga, ile kanga inasumbua wiki nzima mtaani. Lazima atembee nayo kila eneo. Umenyoa mwanangu huyo. Oh yes. Ndio baba anasema kabla ya mambo yote. Kabla hujamkubalia huyo mwamba. Jihusishe na prayer. Kabla hujaanza semester tokota. Kabla hujaingia mwezi wa pili kaombe. Nawaambia ukweli, msingi wa maisha ya mtu ni prayer. Nje ya prayer utogoi, utakufa mapema. Tutakuzika mapema. Ni ukweli wa dhati. Mimi siwezi kufa leo wala kesho. Wala siwezi kufanikiwa na miaka 60. Wala miaka 70 sifu. Wala 80 sifu. Nikifika 90 ndo tunaanza kubageni hivi au sifu. Au sipia kwa muda unaenda. Najaribu kukuonesha usifikiri tu mzee mmoja anatokea Scotland ana miaka sasa hivi ni 89. Anasema sifi leo wala kesho. Mpaka nifikie 120. Sema Mungu hawezi kunichukua. Anasema hivyo yani. Hata kinichukua lazima tudiscuss huko mbinguni, mbona umenivuna mapema? Hapo pia kuna hasara ya kufa mapema. Umeokoka sasa, umekufa mapema, hujafanya kazi yoyote ya maana. Utakaa na mwizi kule mbinguni. Yule mwizi wa msalabani yuko hivi utamkuta. Na kwa sababu hajafanya kazi yoyote ya maana, unakaa naye nyuma, hamna story za maana. Ulianguka ni nani? Hauna uliiba. Sasa tu kumwabudu Bwana. Nawaambia ukweli, nimekuja kurealize kwamba hata mbinguni tunakaa kwa level ambao ulikuwa nao duniani. Simtani wewe kuwa tu Mkristo wakati. Unafikiri kwa Mkristo ambaye kapoa nafikiri ni sifa? Sio sifa. Hata mbinguni wewe unakuwa hivyo kilaza. Mpaka mbinguni kuna vilaza wanakaa nyuma kule. Wenyewe vilaza. Keni nyuma. Kiongozi wenu monitor wa mbinguni ni yule mwizi. Hapo story pekee ni jinsi mlivyoanguka dhambini na kuinuka. Neema ya Bwana ilivyowafunika. Sasa kwa kweli ni huruma za Bwana tu. Sawa. Sababu wewe ukakaa na Musa. Musa akiwa tu duniani alikuwa anamshauri Mungu. Yuko duniani anambia Mungu punguza hasira, punguza tempa. Tena anambia gairi uovu huu Bwana. Wewe ushakumwambia Mungu gairi uovu huu. Umenipa sapo. Napewa mkofi huo. Malaika wa adhabu atamatabiga. Lepo, lakini mtu anamwambia Mungu punguza. Yaani gairi, yaani kwamba Mungu anawaza uovu. Mungu ambaye sisi tunasema mtakatifu wa watakatifu. Hujagusa baba. Afundo ukae naye. Huwezi kukaa naye. Huwezi kukaa naye. Aikwambia nilikaa 680 sijara wala kunywa sasa. Muongo anasema nini? Muongo. Kama tusaidia utatukavu huwezi kufunga, sema utakufa. Utatukavu ni mfungo wa kuuana. Utatukavu
tukavu napiga na juisi kidogo. Sawa, lakini sawa. Una miaka 25 hujawahi kufunga hata tatu kavu. Tusende kutabata tatu kavu ndo kwenye Bible ndo standard. Sawa. Mambo yakiwa mazito tatu kavu kipige mambo yanalainika. Sawa. Tatu kavu. Standard hiyo. Hiyo standard ya mifungo yote. Masaa 12 tu wezi na hii baridi la Mbeya unakunywa maji bado. Saa 12. Mimi nimekuja Mbeya kulikuwa na mfungo wangu ndani kwa baya tafuta dada tuna joto kali mno. Ni joto kwa joto. Lakini huku yani usikia na kiu ya maji. Mpaka sasa hivi mimi nimefunga sijafunga. Da ufunge. Saa 12 afu utembee uzuruli. Umenyoka. Ila huku kwenu kuna baridi, huku mmepewa zawadi ya baridi. Baridi sana. Mpaka ule mkesha nilivaa nguo ngapi? Nguo 3 sio 2. Hata hapa nimevaa shati 3. Hii baridi letu, usioni hii sweta kuna shati nyingine. Pawili kusipawili, nikimaliza naondoka kesho. Sasa hili baridi la Mbeya kama una moto, utatafuta moto wa miili ya watu. Utafanya zina. Nakwambia kweli sexual purity Mbeya ni ngumu sana. Na ndio maana Mbeya ni mkoa unaoongoza kwenye ile mikoa yenye ukimwi. Mbeya ipo. Sababu zina ya juu mno Mbeya. Baridi kama tatu tu. Bila kupasha mimi joto. Unapasha mimi, unapashwa na wewe. Mgekeje akamwambia amua kuomba. Familia yako inakusubiri wewe tuanze kuomba. Muomba. Just imagine umeolewa na mwanaume handsome, tall, black. Ananyoa low cut. Ana 6 pack mpaka zimeko 8 pack kabisa. Zimezidi yani chuma ukiliona hivi yani. Linaenda gym, body limejazia. Alafu umekaa usiku unasikia mchawi anatembea juu ya paa. 6 pack ya Yokoi hapo. Hapo 6 pack haifanyi kitu. Kuna mwanaume yuko juu ya paa anapasa. Na unasikia kabisa hatua. Mliposimama, yani mmekaa hapo hivi. Akifika hapa anasimama. Unaona huyu yuko hapa. Mimi nimesoma shule za boarding. Unasikia hatua kabisa mtu anatembea juu ya bati. Kabisa unasikia. Kama sehemu watu mko macho akifika anasimama. Yuko kama na beka sijaokoka yani unatetemeka Mungu. Sadi. Tunaonewa sana wewe. Kukabwa na jinamizi, mimi nimekabwa mno, nimekabwa. Ndio maana mimi sina huruma na wachawi. Siwaombeagi rehema, wewe waombee tu rehema. Hawajakukaba eti. Mungu hawajui walitendalo. Ile kabali hawajui. Sio kwako. Ila kunyoosha na mimi. Jenzi, napenda sana rehema. Mwache Yesu ndo atafsiri rehema au sio rehema. Wewe sema napasua. Na nyonga shingo yake. Yesu atajua ageuze yale maombi ya rehema. Kwa cha kwanza kabla ya mambo yote prayer. Oh yes. Huwezi kujitunza bila ya prayer. Ni net. Yaani hakuna mwanaume anaweza kuishi bila ya sex kama au. Asikolala na mdada akichua ataoa sabuni ya jamaa. Huku ni sabuni gani maarufu mzee? Ni gani ya kipande maarufu? Na wengine mimi nimekaa na dokta mmoja anasema KCMC hivyo ndio hivyo KCMC hivyo utajua mwenyewe. Sasa kule watu walikuwa wanajichua na dawa ya mswaki. Una moto. Dawa ya mswaki zitaisha. Sasa mswaki gani? Dawa siku 2 yote imeisha. Utumiaji gani kwa dawa? Unaoga dawa? Kumbe una fire. Piga hesabu unachagua mahusiano jitu limepoa.
Mwanaume wote aliyepoa pu kapoa kabisa, kapoa anajichua. Asilimia kubwa wanajichua. Serious, nakwambia mimi nimezula huko vioni na sio nimezula mashuleni sana. Yaani mimi kuhubiri makanisani wala sio sana. Yaani waga mpaka nakataga mialiko yao, nakataga. Wazee ni wahubirie wazee. Sitaki. Mimi niko na Gen Z. Kwa hiyo unakutana wengi ili mpaka nikaandika kitabu Ushindi Dhidi ya Kujichua. Tena hapo nimetumia tafsiri tu, ushindi dhidi ya punyeto. Nimefanya research, vijana wengi wa kanisani wanajichua. Wengi wa kanisani ambaye hataki moto na anasema sitaki wadada, wanajichua. Yes. Nakwambia nimesolve hizo kesi za kutosha. Basi wao kama mama ndio mnarekodi, mlikuwa mnarekodi ingetoa shuhuda ya kupiga. Tuna pause. Simdaji ndio. Tuna pause. Serious, wala sikutanii. Au unakuta kibindi kimejitunza. Kinaolewa na pasti la Keshalo. Waka moto, acha ujinga. Waka moto. Tena research tu, kizazi hichi ndio kinaonesha tuna wanaume wengi wasiokuwa na nguvu za kiume. Hichi kizazi ndio kimezidi. Kwa nini? Kwa sababu ya kwanza tupo kwenye generation ambao tunatumia smartphone wengi. Na smartphone hizi smart tu. Labda ya kwangu mimi tu. Labda kama ya kwako haipo hivyo ndio utasema ya kwangu haipo hivyo. Ila mimi ya kwangu kidogo kuna viasi. Kiasi kimepita kidara iko uchi. Kiingia video nimetukio na download zile hati zao kuta mtu uko uchi kabisa. Kama hujaokoka macho yako unapiga. Kitu gani bwana? Kitu gani wewe hujui kitu gani? Wewe hujui kwa mfano, hujui. Ila kwa sababu una Ayubu akasema nimefunga agano na macho yangu. Usimtazame mwanamke utamtamani. Huyo ni mwanaume sasa. Sawa. Ninakwambia hata mtu mwenye upako kiasi gani, kama hayuko serious, hana discipline binafsi ya kukaa na Mungu, anaanguka dhambini. Nawaambia serious. Oh yeah. Mimi nimesolve case. Mtu anakufuata James, anakwambia nina hisia kali, siwezi kumcontrol. Mpaka nawafuataga bodaboda na waomba walale na mimi. Sasa niombee mtumishi, nifunguliwe. Ukiona maombi yanakusumbua, nisaidie wewe. Hapo una fire, unamsaidia kwa maombi ni mbali sana. Natumia muda mwingi kufunguka. Ngoja nikupe zote. You need fire. Yes. Natoa hiyo. Mimi zamani mtu mmoja alinidamsa mwaka jana, akanipigia simu. Anakupa kama shuhuda, ile shuhuda. Na leo ndo nimekaa, roho Mungu amepoa. Sio kila shuhuda ni shuhuda. Kuna shuhuda nyingine ni hila ya adui. Kamera ni kivipi Jehova? Ndio hiyo shuhuda sasa. Nilikuwa natafakari. Mtu hivi alichanganyikiwa. Ananielezea namna alivyokuwa anafanya sex. Sio kama nilala naye. Anasema, "Yoma, tumishi, nisamehe sana. Naomba tu nikueleze. Hii utambue. Hili jambo lilikuwaje?" Kaambia, "Elezea mtumishi." Akanichukua chumbani akanishika. Sasa akili yako ina create ile picha. Yaani kama umeangalia picha chafu kabisa. Nakwambia, mimi bado hapa kilo. Hivi ni charge hata ni swali zima makata. Makaraba. Safisha jambo. Akanishika. Nikawa naye.
asemi nikale, ananielezea kile kitendo kabisa. Akanivua sijui nguo. Mpaka nikeke pembeni. Jehova, mimi sijawahi kufanya hivyo chochote. Mimi sijakuwa na mdada yoyote, hata ukiwafufua waliokufa sana. Kulala sana nayo. Sijawahi kulala, hata waliokufa hawajawahi. Urana na mimi utambe. Wewe. Kiwangu tu. Kiwa hapo wewe burudani. Serious, sikutani. Sasa story kama hiyo anakuja umsaidie, umuombe. Story kama hiyo kama una moto ni noma. Hebu piga stop kidogo, piga. Ngomba anamwambia hata wewe brother. Sasa kama una moto unaona ni fursa. Kamata moto. Amua kuomba kabla ya kuwa sui mambo ya intercessor. Maombi yanaanzia wewe binafsi. Kila siku unakuwa na daily routine zako za kuomba. Kila siku lazima uombe. Sio lazima uombe masaa 10 kama zikina naacha nao. Unaweza kusema mimi kwa siku lazima niombe masaa 2. Labda unayavunja dakika 10 sio mbaya. 10 asubuhi, 10 mchana, 10 wewe kama tu 10 unawasha moto. Unatulia 10 unawasha, unatulia 10 na hivyo ni taratibu. Mimi nimeanza kujifunza, nilikuwa siweza kuomba. Niseme tu mimi nilikuwa ile baba yetu ile mbinguni na kutukuzwa falme wako uje. Naulia kama 30 hiyo tu. Sijui kuomba chochote. Sawa. Baadaye nikaanza kudakadaka maombi ya wenzangu. Baba katika jina la Yesu. Naombea familia yangu. Naombea ndugu zangu. Naombea sana nini? Ya katika jina ya Bwana Jehova. Ndio mimi nimeanza hivyo. Hakuna mtu amezaliwa anajua kuomba. Hakuna mtu. Kwa hiyo hata mtu akianza kujifunza kuomba usianze kumpanikisha. Wewe umeoza kabisa. Wewe toka nje. Tuachie kikundi cha maombi prayer warrior tunajiweka. Acha hayo mambo. Hata wewe mwenyewe ulikuwa hujui kuomba. Mimi ndio wale watu wa maombi ni hayo mimi. Angalia mziachokio hapo. Mimi nimeelewa na watu wanaoomba sana. Yaani ni wale matenki ya maombi. Mchungaji wangu ni tenki la maombi, ni tenki. Ni tenki, unaona ana tenki. Ni tenki. Ni tenki, yaani ukilikuta hivi ni bulldozer na pale sasa hivi ni mtu mzima, ni tenki la maombi. Pia kuna mchungaji mmoja alikuwa anatumia sana kasfeta kwa Pastor Peter Maingi. Ni tenki nyingine la maombi. Unaombeshwa hadi mdomo unauma. Yaani fungua kinywa mwanangu, acha useme. Unamliza unafanya anaona kama unavunja, kumbe uvunje chochote na muda uende tu. Na kumbuka tulikuwa tunalala, ukiamshwa hivi unaamka na kiki moja mpaka anajua ndio alikuwa amelala au alikuwa roho ile imelala usuke unasuka kwa akili. Ndio Bwana, nakupenda Yesu. Kuna mmoja aliyestuliwa, nakumbuka alikuwa amekaa yaani kama kafa. Alipoguswa aliinuka. Aposikia kichuma kilikuwa kimezama. Kichuma kilikuwa kipo mwilini kabisa. Hata wote tumetokea huko, hakuna mtu amezaliwa anajua kuomba. Msitishane. Sawa. Ila msaidie mtu kwa upendo. Mwambie unaweza ukawa bora. Yes. Kila mtu anaweza kuwa bora. Yes. Mimi kama nikikatua tamaa, mimi nimeanza kufundishwa masaa 4. Unaacha tu kunywa uji wa asubuhi, chai ya saa 4 unakula. Na hayo masaa 4 bado nilikuwa nasutua na maji. Naifanya kama nasukutua hivi. Unatema vitendo vya Jehova haya mati yangu. Mati yangu. Hivyo. Serious, wala sikutani, Mungu ananiona. Nilikuwa mjinga mimi. Mjinga sana. Lakini Yesu amenisaidia. So ni maamuzi. Maombi yanaanzia na mkombo. Okay. Ni kweli nimekuwa hivi. Ngoja niamue kuomba.
unaanza maamuzi, na usishindane na mtu, usione kama unashindana na mtu kama ligi, utapasuka. Si zamani tulikuwa tunashindanaga sasa. Yaani mnaomba mnashindana na mtu, unaomba. Akiwa mzembe unampiga kumbo hivi. Wewe bado yaani kwamba yeye unamtambia umetoka. Sisi kuna fujo. Ni utoto tu. So wewe usishindane na mtu, wewe omba kivyako. Sawa. Nenda maizi yako. Na nakwambia ukweli, anza kuamua kuomba. Maombi ni kama gym tu. Siku ya kwanza unaumia. Wataniua. Ili wachoma tabika. Wataniua jamani. Mimi mamangu mwanamke. Ndio kwanza kwenda gym, ambe wewe piga. Kesho yake ukija utaumia ila sio sana. Kesho kutwa huumii. Ndio maombi yalivyo. Hamna mtu anayezaliwa eti kazaliwa toka tumboni kwa mama yake ile ameshuka. Hajaniamua. Kasuswa tu eti anaanza makataka ya kaka. Hakuna mtu wa hivyo. Wote tunajifunza. So amua kujifunza. Jamani, amini watu wa Mungu. Kwa muda huu mchache natamani tuombe. Kwa hiyo hapa nimeelezea kuna level au hatua kama 5 hivi mtu anapoamua kuomba anakuwa kwenye maombi. Kuna hatua kama 5. Hatua ya kwanza ni wewe kuamua kuwa muombaji binafsi. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Usiseme mimi nilikuwa nimefungwa sana dhambi, kwa siwezi kuwa bora. Unaweza. Mimi kabla sijaokoka nilimtukana Yesu tusi la nguoni. Tusi la nguoni, siwezi ndio nikasema tusi kubwa. Nilimtukana mpaka wenzangu kusema huyu jamaa shalaaniwa. Hawezi kuokoka. Ndio maana siku kwa mimi nimeokoka, waliguna walokole ambao niliwakuta. Hawezi kuokoka mjinga. Nilikuwa nabambia mimi vigodoro nimecheza nimebambia mno. Nijitumizima kabisa unaibambia. Serious na kuonesha nilipotokea. Mimi mwanzo kuitwa mwizi nikakamatwa nikaachwa. Kwa sababu tulikuwa ni mtaani kwetu. Sasa wewe labda hujawahi hata kuitwa mwizi. Zambi yako kubwa ni unaangalia tu movie nyingi. Movie za ovyo. Ndio kuna movie, unasema sitaki movie sitaki kuangalia pornography, ila kuna aina ya movie ni pornography. Mimi nazijua. Spartacus. Ile ni porno, ile sio movie. Nimeangalia mno mimi ndio kama ulidanganya. Mimi nimeangalia pornography kwanza darasa la 3 mpaka niko form 6. Ilikuwa ni Pro Max. Mpaka mdada hivi akipita hivi unamvua nguo. Yaani ukimwangalia hivi unamvua. Ndio hata tunaingia makanisani nilipaka shida sana mwanzo. Wao yuko naomba nikiingia tu mambo nafunga macho sasa kumwangalia mtu. Baba ukiangalia tu basi. Uombi kitu hiyo siku. Naanza mawazo ya ndio shaka unacheka tu kwenye maombi. Unacheka ujinga. Hata Yesu kanibadilisha kutoka huko. Kanibadilisha huko na wewe unaweza kubadilika, usijikatie tamaa. Jamani, amina watu wa Mungu. Amen. Sasa kuna kama tuombe kidogo hivi. Oh yes, tutokote kidogo hivi. Kesho tu tutajifunza ile hatua zote 5 ndogo tu. Zote 5. Tutajifunza kesho. Chap. Kesho utawahi. Chap. Alafu kesho kutwa tutakuja kuambukizana fujo. Amen. Jamani, amina. Amen. Afu na natamani tuombe. Hata kama ulikuwa huna maisha ya maombi, mwambie Mungu leo nimeamua kuomba, nifundishe kuomba. Mwambie Mungu teach me to pray. Wanafunzi wa Yesu wanaomba Yesu tufundishe kuomba. Jamani, amina. Amen. Kuomba sio mpaka eti kuwa mtu akiwa sio mpaka ndio uvae vibaya. Unavaa mabuga. Unapiga tu pamba kali ila unakuwa mtu wa kiroho. Unagonga nywele kali hivi. Kimoja kinaning'inia hapo unakuwa mtu wa kiroho. Kwa hiyo ukiroho sio kuvaa vibaya. Ukiroho sio kuwa lafu. Mimi tu nimevaa kwa sababu niko Mbeya, hii baridi mtaniua. Maana nimeshindilia manguo hivi. Lakini kwa gadapo nanyuka vitu vyangu.
Hili wanga nimevaa huko kama kuombea. Kidada piga kidogo kuna namna fulani hivi. Piga bring. Piga perfume ya kutosha. Sio niko kilo. Unaacha perfume. Hebu simama tu. Haya mwana. Soberia na manta. Nataka uombe kwa Bwana. Mwambie Mungu nisaidie. Nimeamua kuomba. Nimefanya choice kwa Mungu. Hebu fungua kinywa chako na uombe kwa Mungu. Baba, asante, tumeamua kuomba. Kama wale wanafunzi walipokufuata wanamwambia Yesu, tufundishe kuomba, tufundishe kusali. Na sisi tena leo tumekuja